Unateseka? Pata cheti chako cha kuzaliwa ndani ya masaa 24 tu. Karibu katika channel yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kudai mafao yako ya NSSF kupitia NSSF portal. Kumbuka kuwa kwa sasa hakuna tena kwenda ofisi za NSSF kwa ajili ya kudai madai yako. Madai yote yanafanyika kupitia mfumo wa kielektroniki wa portal ya NSSF. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa ujiandikishe kwanza au ujisajili katika portal hii ya NSSF. Lakini wakati unajisajili, kumbuka taarifa unazotakiwa kuzitumia katika portal hii ni taarifa ulizozitumia wakati unajisajili NSSF. Kwa hiyo hakikisha majina utakayoyatumia hapa, email utakayoitumia hapa, pamoja na namba za simu utakazozitumia hapa, hakikisha ni zile ambazo ulizitumia wakati unajisajili katika NSSF. Na kama sivyo, basi unachotakiwa kufanya ni kurudi katika ofisi ya NSSF kwenda kuupdate taarifa zako kama email pamoja na namba ya simu, lakini hakikisha majina unayotumia yale yale. Watu wengi wanafeli sana kutumia hizi portal, wanafeli sana kwa sababu ya taarifa kutokulingana, na wengine pia majina wanakosea na email pamoja na namba za simu wanazichanganya. Kwa hakikisha email utakayoijaza hapa na namba ya simu utakayojaza pamoja na taarifa zako zingine kama majina yote yanalingana na taarifa zilizopo NSSF. Kwa email, inawezekana email haukuijaza katika fomu ya NSSF wakati unajiandikisha. Kwa hiyo unaweza kwenda kubadilisha au kwenda kuupdate hizi taarifa au kuziuisha. Kwa wewe ambaye ndo unaanza fuata utaratibu huo, jaza taarifa zako zote kama inavyoonekana hapa. Ni jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho, email, namba za simu, password, afu utazirudia password. Baada ya hapo utaklik neno I agree to the terms of service, then baada ya hapo utabonyeza tu hii neno sign up, utakuwa umekamilisha usajili wako. Sasa nitakwenda kuonyesha ndani unachotakiwa kwenda kufanya ili kuweza kuclaim. Na kama unapata shida yote ni cheki WhatsApp, namba zangu zipo katika document unazotakiwa kuwa nazo kabla hujaanza kufanya madai ya mafao yako kupitia portal ya NSSF. Hakikisha una certificate of service, na hii certificate of service inatolewa na mwajiri wako pale unapoweza kuacha kazi au pale mkataba wako unapoisha. Lakini pia hakikisha una termination letter au barua ya kuachishwa kazi au barua ya mkataba kuisha. Lakini pia hakikisha una personal identification card au kitambulisho chako cha taifa. Lakini pia uwe na kadi ya NSSF. Bank details itatolewa humu kwenye mfumo, hakuna kwenda benki kuchukua bank statement. Bank statement haihitajiki tena siku hizi. Kwa hiyo bank detail utaipata huku katika mfumo. Wakati unapojaza taarifa zako za benki, utapewa fomu ambayo utaidownload, na ile fomu utaipeleka benki husika ambayo umeijaza katika mfumo kwa ajili ya kupata verification ya benki au kuthibitishwa taarifa zako. Baada ya hapo utaiscan na utairudisha tena au utaiupload katika mfumo. Kuhakikisha una hivyo vitu vitano kabla hujaanza kufanya maombi yako. Na kitu kingine ni sehemu hii ya claim verification. Utakapo lodge tu, basi hatua ya pili hii ni employer verification. Hakikisha unampigia mwajiri wako au unamjulisha mwajiri wako aweze kuverify au kuconfirm taarifa zako pale unapofungua madai yako. Hiyo ni hatua ya pili. Mwajiri wako ataconfirm. Mwajiri atakapo confirm, basi baada ya pale itafuata hatua ya member verification. Na hatua hii ya member verification basi ni pale ambapo utapewa appointment na NSSF office ambao umeijaza. Office husika ulioichagua itakupa appointment ya lini kwenda kufanya verification ya fingerprint. Kwa hiyo hapo utapewa tarehe maalum kupitia mfumo, lakini pia utapigiwa simu au utatumiwa message katika namba yako ya simu ulioijaza siku yako ya kwenda kufanya verification kwa ajili ya fingerprint. Na baada ya kukamilisha hiyo verification, hatua ya 4 inayofuata ni claim processing. Hapa kwenye claim processing sasa ni kwamba claim hii itaprocess na ni ndani ya wiki 2 mpaka wiki 3. Ndani ya wiki 2 mpaka wiki 3. Baada ya hapo claim itakuwa approved, na hatua ya mwisho kabisa ni claim payment. Utaweza
kulipwa pesa zako. Sasa hapa zingatia kitu kimoja, kama mafao yako au michango yako zile contribution ziliingia zaidi ya miezi 18, zaidi ya miezi 18, basi utalipwa kwa percentage ya asilimia 33.3 ya mshahara wako uliokuwa unalipwa kazini kila mwisho wa mwezi. Lakini kama contribution zako ni chini ya mara 18, chini ya miezi 18, basi utaweza kulipwa pesa yako kwa mkupuo au kwa mara moja. Kwa hiyo zingatia hiyo, na hapo ni sehemu ambapo watu wengi wanakuwa hawaelewi, wanafeli watu wengi hapo. Kwa hiyo channel hii ni channel ya Feaboy ambayo inahusiana na update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hakikisha una subscribe katika channel hii, una like video hii na una share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi. Lakini pia hakikisha una join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Asante.